Najua ni sad sana, hakuna mtu anaheshimu macomedians hapa Kenya. Mabibi zao, madem zao na maraia hawana heshima kwa comedians. Justice for comedians Kenya. Because mkiangalia YY aligongewa, bibi yake hakumheshimu na mtu alimgongea hakumheshimu. Njuguna sahi amegongewa, bibi yake hakumheshimu na mtu alimgongea hakumheshimu. Ni sad. Unajua mimi najua story mingi sana huku nje na mtaani. Manze, kulikuwa na dem hata akusalimie, hata story hawezi taka naye, because unajua mtu wake akikuona tu ama akisikia atakuja akufanye mbaya. Kuna mademu watu hawakatiangi because ya mtu anadate huyo demu, na si jaba, ni story. Mtu haezi hata aongeleshe huyo dem hata sasa, hata ile hata huyo dem ati anatembea hivi, dem angushe kitu, mtu anatembea because ataki story na huyo dem because ya chali yake. Lakini comedians, kuna mtu anawaheshimu hapa. Mmefinya wakafinye ameenda amefinywa. Ni sad, ni sad. Najua mimi nishaiona Njuguna ukimwangalia hivi tu ni mfani, ukimwangalia tu hivi ni mfani. Yaani ni ule mtu hata ukitaka kumkosea utafikiria sana because anakaa tu hana ubaya. I think ndo maana pia God amembless. But mimi na blame Njuguna. Ukioa dem hana shape kama wakafinye, hana sura kama wakafinye, na umpatie kila kitu vile Njuguna amepatia wakafinye, na huyo dem aende aswagwe nje, wewe ndo shida kama mwanaume. Na nataka kuambia Njuguna, achana na Abel, achana na Phil, achana na hiyo group. Hiyo best yenyu ni unhealthy. Hakuna mwanaume kwa hiyo group. Hakuna mwanaume kwa hiyo group. Because amwezi niambia wakafinya alianza kufinywa jana. Njuguna alikuwa shaona hii kitu kitambo. Na mnataka kuniambia Njuguna alienda akaambia mabeste wake, lakini hawakumuadvise kitu ya maana. Hawakumuadvise kitu ya maana because tumeona bado Njuguna aliendelea kukaa na wakafinya hadi wakafinya bado akafinywa. Hii story si ya jana, hii story ni ya kitambo. So Njuguna, achana na hawa watu. Same na Phil, achana na Njuguna na Abel na Butita. Same na Abel. Hii best yenu, hii group yenu ni ya ufogodhe, ya ushebedu. Na Abel, nataka kukuambia, toa bibi yako kwa hiyo group ama ndoa yako itaanguka next. We si Mungu, hauna powers. We ni human, demu yako ni human. Ndoa yako itaanguka next. Because ya Phil ilianza, ya Njuguna yako ndo next. Ukiona watu wengine wananyolewa, jua pia wewe utanyolewa. Ya Butita tunajua itakaa, hata mniambie nini. Butita ni mtu utumiwa na madenge everyday. Unajua Butilika ni mtu utumiwa na madenge everyday. Hata huo wake wa sahi, Butilika mnajua ni mshamba wa ocha. Vile amekuja Nairobi vitu mingi zilimstua, lakini mimi kitu Butilika alinifanyia maana ni kukata nani kale kasichana. Ule msichana Butilika alidamu. Anaitwa nani kale ka comedian? Si comedian, akwangi mfani. Mamito. Hiyo ndo kitu tu Butilika shainifanyia niko na akili. So hii group yenyu tu ivunjwe. Hakuna mwanaume kwa hiyo group. Kuna masculinity kwa hiyo group, ni group ya ufala. Ndio demu mmemfanyia hizi vitu zote. Aende aswegu huko nje, we ni mwanaume weak. Si wadanganyi. Kwanza demu anakaa kama wakafinye, we ni mwanaume weak. Na wacheni niwaambie kitu moja leo for a fact. Jueni Njuguna ashakaushwa ikusi kwa hiyo kitanda yake mara 1 million. Niliona video ingine hizo macho huyo demu anatoa. Macho zingine wicked, macho mbaya. Niliona hiyo video, huyo demu ashakausha Njuguna mara moja.
Na Njuguna achana na udem aende. Mimi nataka kuambia hivyo. Udem wendo umemleta kwa limelight, umemsaidia, atasota, atachapa. Hiyo ni fact. Unajua Mungu pia upanish wasichana wengine. Yaani Mungu amekupatia kila kitu. Kila kitu. Ile msichana ule ako na akili timamu na anapenda Mungu, anaweza tamani. Mungu amekupatia bwana, amekupatia watoto wanaume, amekupatia nyumba. Nini nyingine unatafuta huku nje? To be honest. Alafu ni mwanaume umetoka naye mbali, si umemjua jana. So hawezi niambia kuna issue imetokea leo ile mmeshindwa kuhandle, because musema ndoa si physics. Ndoa ni communication na kuelewana. So huyu mwanaume umemjua tangia 1965. Ni challenge gani hii imetokea saa hii na mko na pesa ile imekushinda kuhandle na bwanako uende uswago huko nje? Nanipata? Mungu lazima ataadhibu haka kasichana vibaya sana. Huyu hata mimi nastuka hakukuwa kwa video ya Mrasha. I repeat, na blame Njuguna kwa kuenable. Njuguna amekuwa enabler kwa huyu dem yake hadi amfanyie hiyo kitu. Yaani mi Mungu anisaidia nisaifinywa hivyo na dem. Sikule ndaoa dem asinikalie hivyo. Kwanza niliona hadi Njuguna ameleta huyo dem ati TNT sijui ngapi. Nikashanga huyu dem hajai kuwa comedian. Huyu dem hajai act. Ni nini yaani unajua wale watu huenda kuona Abel na Njuguna ni wale watu wa woshe, wale watu wa Kiswahili kizungu wanakuanga na do na wako idol. Hawana kitu ya kufanya na pesa, because niambieni, naendaje kulipa hivi naona Wakafinye na Njuguna. Njuguna si stand up comedian, Wakafinye ana history yoyote kwa comedy ama kwa kamera. Angefatua kue bibi na baki nyumbani angalie watoto. Njuguna angefaa act. TNT nilikuwa nashangania nini? Ni ufala. Lakini jamaa alifinywa manze, hadi ikabidi tu aweke wife yake ati wafanye comedy. Butita akatumiwa bado tu kuandika. Butita huko angafala. But hizo vitu zote nimesema si point. Point yangu ni kama unapenda dem yako na kama unapenda chali yako na unafanyanga content, wacha tu hiyo mapenzi yenu ibaki kwa nyumba. Hakuna mapenzi ya online itaikaa na iendelee. Ya Bien na Chigweno itaisha. Hiyo itaisha na itaisha vibaya. Hakuna mapenzi ya online inaweza succeed. Hiyo ni uongo, hiyo ni story ya jaba. Labda kama watu wameoana 30 years, alafu wameleta hiyo ndoa yao online. Hiyo ina make sense na itakaa. 30 years ni mingi. Na get? Lakini hii ati unataka kutuletea demu yako. Alafu kuna ile umetupostia demu yako. Lakini wewe unataka kuleta demu yako kwa content. Haiwezi kaa.